Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amen. Basi nimesha kuomba. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu. Linasema somo naweza kuandika nini au kipi kinaondoa msimamo wako kwa Yesu. Nini au kipi kinaondoa msimamo wako kwa Yesu. Tutakuwa na andiko moja tu na la mwisho litakuwa la kuhitimisha. Natoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 21 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema mstari wa 13 anasema ndipo Paulo alipojibu. Kwanza mstari wa 7. Mstari wa 7 ili tuweze kuelewa mpaka wa 13. Inasema tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro tukafika Toimai. Tukawaamkia ndugu, tukakaa kwao siku moja. Asubuhi yake tukaondoka, tukafika Kaisaria. Tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale 7, tukakaa kwake. Mtu huyu alikuwa na binti 4 mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Yudea. Alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo tumesema nini au kipi kitaondoa msimamo wako kwa Yesu. Hii ni habari ya safari ya huduma ya Paulo. Alipokuwa anaendelea na utumishi wake, ilifika wakati alikuwa anatoka. Alipomaliza safari yake kutoka Tiro wakafika mpaka Tolemai. Biblia inasema katika kuendelea kumtangaza Kristo, katika kuendelea kutangaza habari za Kristo, Biblia inasema wakafika kwenye nyumba ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Filipo, na huyo mtu alikuwa na mabinti 4. Biblia inasema lakini katika kukaa mahali pale Paulo pamoja na wanafunzi wake, tunaona anakuja anasimama nabii mmoja, anakuja anachukua mshipi kwa Paulo ule ambao walikuwa anajifunga yeye, alikuwa ni nabii, nafikiri ilikuwa ni lugha ya kinabii. Akamwambia, akawa anawaambia Paulo pamoja na wanafunzi wake walikuwa mahali pale, anasema kama mnavyoona mimi nimejifunga namna hii, ndivyo ambavyo atafungwa aliyevaa mshipi huu, ambaye alikuwa na mshipi huu. Na Biblia inasema ule mshipi yule nabii alikuwa ameutoa kwa Paulo. Anasema kwa namna ambavyo nimejifunga, ndivyo ambavyo watu wa Yerusalemu watamfunga mtu mwenye mshipi huu. Alikuwa anamaanisha nini? Lakini tunaona wanafunzi wa Yesu wanasimama, waliokuwa karibu na Paulo wanasimama, wanamkataza Paulo. Walishajua kwamba atakayefungwa, atakayekamatwa, atakayeingia kwenye matatizo ni Paulo. Wanamsihi, wanamwambia kama vipi usiende huko mahali ambako unakusudia kwenda, usiende kwenye hiyo huduma ambayo unakusudia kwenda kuhubiri, usiende hapo mahali ambapo tayari nabii amesema ya kwamba watasimama, watakufunga au watakuasibu, watakufanya kwa namna isiyo sahihi. Lakini Paulo anasimama, anasema sio tu kufungwa, lakini ikinibidi niko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Ndipo somo letu lilipo, anasema sio tu kufungwa, lakini nipo tayari hata kufa kwa ajili ya Kristo. Twende tukaangalia uangalizi. Msimamo ni nini? Tunapotambua neno la Mungu linasema kipi au ni nini kitaondoa msimamo wa wewe kwa Kristo. Msimamo ni nini? Msimamo ni hali ya uthabiti na kujitoa muhanga katika kile unachokiamini au kukifanya bila kugeuka kulia au kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ya uthabiti na kujitoa muhanga katika kile unachokiamini au kukifanya bila kugeuka kulia au kushoto. Kwa lugha nyingine, bila kuangalia kule wala huku, bila kumsikiliza yule anasema nini, bila kuangalia kwamba niliahidiwa baraka, lakini kabla sijafikia baraka
mpaka tayari nimepoteza watoto, tayari nimepoteza kazi. Niliambiwa nitakuja kuwa mchungaji, lakini kabla sijafikia huo wito tayari nimepoteza kazi. Kuna watu nimewapoteza nyuma, kuna mahusiano nimeyapoteza, kuna namna nilikuwa kwenye level fulani kama baba yetu kabla hakuitwa. Baba yetu wa mahali hapa Mchungaji Samson alikuwa anasema kabla hajaitwa alikuwa anaweza kwenda popote, alikuwa anaweza kusafiri popote, kwa usafiri wowote, kwa muda wowote, lakini ilifika wakati alipoitwa kuingia kwenye huduma alipoteza kila kitu, lakini ile haikumfanya yeye kuacha lile kusudi la Mungu. Huo ndio mfano wa msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena maana halisi ya msimamo au fafanuzi zaidi, tunapozungumzia kwa habari ya msimamo, hauangalii unapitia nini. Hii hali au hili neno msimamo haiangalii unapitia nini, haiangalii utaumia vipi au unakwama kiasi gani, ila wenyewe neno msimamo au msimamo wenyewe upo kuhakikisha unatimiza na kukipata kile unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ni kweli yule nabii alitumwa na Mungu kusimama, wala hakusema ya kwake, alisema yaliyotoka kwa Mungu. Ndio maana walimsikiliza na Paulo hakupinga ule ujumbe. Lakini waliposimama wanafunzi kusema kwamba unakoenda huko inabidi, kama wamesema unakwenda kuangamia, ya nini uende? Kama aliapa mwalimu, kama aliapa Bwana wetu, kama aliapa mchungaji wetu, kwa maana nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msimamo, maana halisi msimamo, uthabiti alionyesha Paulo, anawaambia hivi, sio tu kufungwa wanakosema, lakini ikinibidi niko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Hakuangalia kwamba, kwa sababu alitambua aliitwa kwa ajili ya kutangaza injili ya Kristo. Alilitesa kanisa la Kristo. Umefika wakati wa yeye kumtangaza Kristo, kuwazaa watu wawe katika msingi wa Kristo. Lakini Yesu kwa mara ile anamuita, anamtengeneza, hakumwambia utapitia hiki wala kile, lakini aliitwa kutangaza kazi ya Kristo. Njiani anapitia na hili jaribu, njiani anatokea mtumishi wa Mungu anamwambia ya kwamba namna hii ninayojifunga huu msipi, ndivyo ambavyo aliye na msipi huu anakwenda kufunga na kukamatwa na watu wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile haikubadili msimamo wa Paulo. Alisimama katika kile anachokiamini, alisimama katika wito alioitiwa, alisimama kwa ile kiu ya Kristo aliyoiweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata sisi leo. Neno la Mungu linasema kipi au nini kitakuondoa kwenye msimamo wako kwa Kristo? Ni marafiki? Ni ndugu tuliokutana nao kanisani? Ni kazi ulionayo baada ya kuipoteza? Ni wakati mzuri umeishi kwenye uchumi wa level ya juu, lakini baadaye unapoteza kila kitu? Baba alisema mahali hapa, alitoka kwenye kula anachokitaka, akafikia hatua anakula chai, anakunywa chai ya rangi tu kikombe kimoja na kipande cha muhogo, lakini hicho kitu hakikumfanya baba kupoteza wito alioitiwa na Kristo. Hiyo ndio ilikuwa maana halisi ya msimamo, na ndio hata leo ndio maana halisi ya msimamo. Tunapokuwa kwa Kristo lazima tutambue moja, ya kwamba sisi ni wa Kristo, ya kwamba sisi tumezaliwa na Kristo, na kama tumezaliwa na Kristo, yako maisha Kristo ametaka tuishi. Ziko kanuni na sheria Yesu ameziweka ili tuonyeshe msimamo, ili tuonyeshe kwamba tumezaliwa na Kristo. Lazima tuwe na kitu kinaitwa msimamo, na tukitambua maana halisi ya msimamo ndio tunaweza tukaishi katika msimamo. Msimamo sio mahali ambapo unatembea na Yesu katika raha, lakini anapotuma jaribu kwako unamuacha. Bado hujakamilika katika msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaziangalia sheria za msimamo ili tuseme huyu mtu ana sheria, ili msimamo uwe ndani ya mtu. Ziko sheria za kuingia ikulu, ziko sheria za kuingia kanisani, utulivu, tukiingia tunajua mtu huyu yupo kanisani. Ziko sheria za ibada, ziko sheria mbalimbali kwa namna au taasisi yoyote utakayoiendea lazima kuwe na sheria. Ziko sheria pia hata za barabarani. Ndivyo ilivyo hata kwa msimamo. Neno msimamo, kitu msimamo, lazima kiwe na sheria. Ukitimiza hizo sheria unaweza ukaingia ndani ukauishi msimamo. Sheria ya kwanza ili tuseme mimi nina msimamo, Judith nina msimamo, moja, lazima niwe na imani. Paulo alikuwa na imani. Alipoitwa tu, alipojitambua ya kwamba yeye ni mtumwa wa Kristo, tayari maisha yake aliyabadilisha. Tayari kuna kitu kiliumbika ndani yake. Mwishoni kwenye hitimisho tutakwenda kuangalia, anasema kufa kwangu, kuishi kwangu, anasema ni faida na Kristo. Aliamini. Lazima uwe na imani. Ukikosa imani huwezi kuwa na msimamo, kwa sababu kuna vitu vingine hutaviona, lakini tayari Yesu alikuahidi. Tayari mchungaji alikuombea mahali hapa akasema itakuwa amini tu. Mimi nilifika wakati nilisimama nikatoka kuombewa. Kipindi kile tunaanza mkesha, tukatoka wengi. Tukasimama, naona wengine wanaombewa, tena wanaombewa muda mimi sijui. Baba mimi alikuwa atumie muda kuniombea.
Ananiambia Mungu atatambuaje itaja moyo wako. Amina. Kwa namna nyingine nilikuwa naona kuna namna nipo au kwa akili zingine tunarudi usihukumu. Nikasema hao wanaangalia watu, lakini mchungaji alijua nini anakifanya ndani yangu. Kwa sababu yamkini ningeombea maombi ya kutosha, ningesema inatosha, ningetulia. Lakini alikuwa ananigusa ili niendelee kuwa na kiu, niendelee kuwa na shauku. Nikasimama. Nikamwambia mimi ninachotamani kwa sasa ni mama yangu na mdogo wangu waokoke. Waje kanisani. Akaniangalia usoni, hata mkono sikuwekewa. Akanambia amini tu. Nenda. Amini ndo neno niliambiwa kwamba mama yako ataokoka, baba na mbaya. Sasa tuangalie maana ya msimamo. Aliyeniambia ameondoka, na ameondoka hata mama yangu hajaja. Lakini ile kunifanya mimi kuendelea kukata tamaa kwamba mama yangu hatakuja kwa sababu aliyeniambia hayupo. Niliendelea kuamini, nikasimama kwenye lile neno na Yesu amelitimiza kama mnavyoona. Sheria ya kwanza, lazima uwe na imani katika kile unachokiamini. Ukikosa imani, hatuwezi kusema wewe una msimamo, hatuwezi kusema Judith ana msimamo, kwa sababu kuna namna nyingine sitaona kwa macho. Kuna namna nyingine nitaahidiwa, nitawekewa mikono, nitatimiza kila sheria Yesu amesema. Zaka nitatoa, dhabihu nitatoa, maombi nitaomba, nitawekewa mikono. Ile hali pasipokuwa na imani ndani sitaiona. Pasipokuwa na msimamo ulioumbwa, uliojengewa msingi wa imani sitaona. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uamini kile unachokiendea, kuamini au kukifuata kama alivyofanya Paulo. Lakini 2 ni utayari. Ili uweze kushinda na kutamka maneno ambayo Paulo amesema, haikuwa rahisi. Hakusimama tu. Tena alijua sio anayemhukumu ni mmoja. Ni serikali yamkini kwa wakati ule yote au mji mzima ulikuwa unasimama. Ukiendelea kusoma mbele, watu kweli walikuwa wanamsema, watu kweli walimshitaki, akawekwa mpaka barazani Paulo. Lakini alisimama hata kabla hajatokea, akawaambia sio tu kufungwa, ila hata ikinibidi kufa kwa ajili ya Kristo nitakufa. Alikuwa na utayari. Yaani alisema lolote litakalotokea, mimi nina msimamo. Lolote iwe wamenipiga, iwe wamenifukuza, iwe wamefanya chochote, wameharibu mwili wangu, nina utayari, nimeshajiandaa. Acha linikute, lakini kazi ya Kristo lazima niifanye. Lazima injili ya Kristo nihubiri. Wewe leo ndani ya kanisa, kipi ambacho ukiguswa tu kidogo, Judith nikiguswa tu kidogo, nikinenewa tu kidogo, ninaacha kazi ya Mungu. Ninaacha utumishi nilionao, ninakimbia madhabahu ya Mungu. Bado mimi sina msimamo. Ninahitaji kujifunza na kumwambia Roho Mtakatifu anipe maana halisi ya msimamo. Kama bado tunaingia, leo amesimama Judith madhabahuni, kesho kasimama Jumapili sitoenda, bado sio ndugu yetu katika msimamo. Mchungaji amesimama, ameongelea kwa habari ya kitu fulani, ameonya yamkini, akamnyoshia na mtu kidole akasema ninatumia mfano huu kwa mtu fulani, kama alivyotumia kwa kakangu Baraka. Akasema wewe, natamani kuna namna, alimwambia, akasema usipofanya nyumbani kwangu utaenda kudeki, utaenda na kujaza maji kwenye tenki. Alimwambia live mahali hapa, lakini kaka watu haikumfanya aache kuja ibadani. Zaidi sana ameendelea kuyatekeleza haya, yamkini kidogo aepuke kujaza tenki. Bwana Yesu asifiwe. Msimamo ni kuwa na utayari bila kutazama nini kimetokea au nini kitakwenda kutokea. Huduma ulionayo uliitwa peke yako na Yesu. Kama Paulo alikutwa njiani, tena wakati anaenda kufanya hila kuumiza kanisa la Mungu, alikutana na Yesu njiani, akapigwa upofu njiani, akaambiwa nenda sehemu fulani, akatii. Alipofika kule akafumbuliwa macho, akaambiwa yampasayo kufanya, akasimama. Paulo alipigwa, Paulo aliponyoka kwa simba, Paulo aliponyoka kwenye mamba. Ukisoma Paulo alipitia mateso mengi, lakini yote kabla hajamtokea. Ukisoma hapa alikuwa na utayari kwamba lolote litakalonipata mimi niko tayari. Je, wewe uko tayari? Mimi na wewe tuko tayari? Ndani ya kanisa leo, kipi ambacho kidogo kitakutoa kwenye msimamo wako? Utasahau vile Yesu alikokutoa, utasahau matendo makuu ambayo Yesu amefanya kwako, utasahau nyakati za baraka na furaha, lakini utamwacha Yesu kwa sababu ya nyakati moja tu ya huzuni. Ukifanya hivyo bado haupo kwenye wale ambao wanaitwa wenye msimamo. Bartholomayo alitiwa, tafakari hii picha tu kwa namna, katiwa kwenye pipa la mafuta, sio mafuta baridi. Unaweza utaingia, utangaa, utatoka, hautaumia. Pipa limechemka, anatiwa huyu mfuasi wa Kristo, anaungua vizuri sana, anapakwa na chumvi, anawekwa juani. Lakini bado Yesu ni Bwana mpaka anakufa.
Stefano anapigwa na mawe, anawaombea toba, alafu anakufa. Bado hajakataa kwamba mimi nisameheni jamani, ni wa kwenu. Bado mimi ni wa Kristo, nitakufa katika Kristo. Mpaka Stefano anakufa, yuko ndani ya Kristo. Hao walikufa, hao walipitia magumu, lakini mimi leo sijaguswa hata mwili. Ni maneno tu ya ndugu yangu mmoja, ni maneno tu ya rafiki yangu ambaye tulikutana kwenye mlango ule, yananitoa leo ibadani, yananitoa kwenye utumishi mbele za Mungu. Bado hatupo kwenye familia ya msimamo. Ya tatu, gharama. Lazima ulipe gharama. Ili uitwe na msimamo, lazima ukubali tu kulipa gharama. Hakuna neema isiyo na majaribu. Hakuna baraka isiyo na malango ya majaribu. Hakuna utumishi usio na majaribu. Hakuna kazi ya Mungu usiyolipa gharama. Mama yangu amepoteza kazi inayomlipa vizuri, akatoka aliko, amekuja mahali hapa, ameungana na baba, anamtumikia Mungu. Ametambua kwamba kwenye hiki ninachokiendea na kukifuata, lazima niwe na msimamo. Miongoni mwa msimamo, lazima nikubali kulipa gharama. Hajajua kwamba Yesu atamlisha vipi. Hajajua vile ambavyo nilikuwa naendelea. Nina familia ya watoto 4. Watasomaje? Mimi sijui. Ninachojua ninalipa gharama ili utumishi wa Kristo uende mbele. Lazima tukubali kulipa gharama. Ili tuitwe wenye misimamo, lazima nikubali kulipa gharama yoyote ile, ikibidi hata kufa kwa ajili ya Kristo. Ikibidi hata kusemwa na kutengwa kwa ajili ya madhabahu ya Bwana. Ikibidi kuonekana wewe unajipendekeza kwa ajili ya utumishi mbele za Bwana. Ikibidi kupunguza baadhi ya marafiki kwa ajili ya utumishi mbele za Bwana. Sio wewe kila mahali wa kukubaliwa tu. Jichunguze. Sio kila unapoenda wewe ni ndio. Kila unaposimama ni ndio. Wanakuambia huyu bwana hajawahi kumpenda mtu, lakini wewe umekaa naye umependwa. Kuna pendo za aina mbili. Kibali cha Bwana, lakini kuna hewala. Yaani umeendana na yeye, basi umekaa nacho kisema unakifuata. Unaacha kilichokuita kanisani, unafuata ndugu yako anakupoteza. Eti kwa sababu nikiacha kufanya hiki nitampoteza. Bado uko kwenye familia ya watu wenye msimamo. Msimamo lazima ukubali kulipa gharama. Kupoteza kitu ili kitu cha Mungu kisimame. Kupoteza marafiki ili urafiki wa Mungu na wewe uendelee kusimama. Kupoteza ufalme wa dunia hii ili mapenzi ya Mungu yasimame. Hiyo ndo gharama Yesu anaitamani. Ukiona kwenye huduma hujawahi lipa gharama yoyote, kuna mtumishi alisimama akasema hivi, ujue kwenye ufalme wa Mungu hauna impact kubwa. Yaani wewe kwa Mungu utaingia, lakini kama kibatari sawa. Kuna mtu mmoja yupo na anasema hivi, mimi mwenzangu hata nikipelekwa kwa moto ni sawa. Yaani tu nikiingia tu Yesu basi. Haina haja hata ya kung'aa kwa kweli. Sitamani yani kung'aa, hapana. Kuingia tu na shukuru. Kwa sababu najua maisha yangu alikuwa ni kuingia na kutoka. Maisha yangu alikuwa kesho, asante Yesu, nikikosa kwa nini Yesu? Mwenye msimamo yuko tayari kulipa gharama ili urafiki wake na Mungu endelee kusimama. Lakini ya 4 katika sheria ni uvumilivu na saburi, au saburi peke yake. Maana yake zaidi ya uvumilivu. Ili tuseme huyu mtu ana msimamo, yuko ndani ya msimamo, lazima tuone saburi ndani yake. Lazima tuone zaidi ya uvumilivu. Kwa sababu kuna nyakati naweza nikajitolea mimi. Kuna neno baba amesema, nikasema anachukua mfano wangu. Naweza nikaomba kwa ajili ya wengine, naona yanaenda. Naweza nikamwambia ndugu rafiki yangu tufunge, wakati mwingine ajue hata kama namuombea la kwake linapita. Lakini kumbuka tulitakiwa tupite mimi na yeye. Napita dakika za jioni, lakini mwenzangu alishastarehe. Na nikimwambia bwana mimi ndo napita, ananiambia ndo leo napita hadi mimi nilisahau. Nasema Mungu, nikimrudi kwa Mungu nimwambie, au kuna namna nimekutenda dhambi nitengeneze. Napenda kumwambia Mungu, ni kweli sisi sio wakamilifu, lakini kuna namna unapitia ugumu kwa sababu ya dhambi au kosefu uliofanya. Ndio narudi kwa Mungu namwambia, kweli sijakamilika, yamkini, lakini kuna kitu kimesimama kama kikwazo. Niambie Yesu ili nirudi nitengeneze na wewe. Kama ni ndio kuna kikwazo, ninyime amani. Lakini kama niko vizuri na wewe kwa kiasi ulichonipa, naomba amani na mzigo wa kuendelea kustahimili. Unakuta sisikii hukumu ndani, lakini nasikia mzigo wa kuendelea kubaki kuomba kwenye lile eneo. Uvumilivu na saburi. Sasa hali hii kikukuta, huna usaburi, unaweza ukaachia. Unaweza ukaacha safari, unaweza ukamwacha Kristo. Kwa habari ya masomo ni vita. Kila ukipiga hapa ni vita. Kila ukikanyaga hapa ni vita. Nimelipa ada kama wengine, lakini kukalia kiti changu darasani ni cha moto.
Yesu, kuna namna nimekosea? Hapana. Lakini nikirudi kwamba natengenezwa, napewa saburi. Saburi kazi yake ni kumfanya mtu awe mtimilifu na mkamilifu, pasipo kupungukiwa neno la Mungu, kupungukiwa na neno lolote. Ili tuseme Judith ana msimamo, lazima tuone zaidi ya uvumilivu ndani yake, kwa sababu kuna kipengele kitakuja ukiwa tu kuingia na kutoka utaacha. Lakini ukiwa na msimamo wenye uvumilivu unaweza kupita. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie nini nifanye. Ngoja tuweke vizuri. Ili uwe na msimamo, kataa. Ili uwe na msimamo, afu weka kataa. 1, kuwa mtu wa nia mbili. Ili uwe na msimamo, kataa. 1, kuwa mtu wa nia mbili. Unapoamua kumfuata Kristo, unapoamua kuingia kwenye huduma, unaposema ninatoka leo naingia kwenye praise and worship team, ninapotoka ninaenda kuingia kwenye kwaya ya wanawake, ninapotoka nasema leo naenda kusimama kwenye kwaya ya wanaume, ninatoka nasema mimi kuanzia leo ni mwanachama wa kwaya ya vijana, hakuna aliyekaa na wewe akakushauri. Ni wewe na Roho wako Mtakatifu tu. Ulimuomba, akakupa ujasiri, ukaingia, ukasajiliwa. Kwa nini basi kitu kinasimama kinakutoa kwenye kile ambacho umeamua kusimama nacho? Mara ya kwanza nimesimama, nimeahidi kwa habari ya utumishi kwenye madhabahu ya Mungu, na nikamwambia Mungu niko tayari kufanya chochote ili nitumike kwenye mpango kazi. Mpango kazi wa mwezi wa 7 unaacha. Au ahidi bado haupo kwenye msimamo. Bado hatuwezi kusema tunamfuata Kristo. Nimeamua mimi nitafanya mimi. Kuna kundi la watu litajitenga, lakini mimi nitabaki kwenye ile alama niliyojizungushia. Kuna watu watasema hapana, nitapunguza kiwango. Nitamwambia Yesu, ulinipa kila kiwango, sasa hivi najivika imani naongeza kiwango kingine. Aliyenipa 50,000 utanipa na 100,000. Yesu akitazama akaangalia, kuna namna anakupa nguvu tena. Hautafanana na yule aliyetoka kwenye msimamo. Kataa kuwa mtu wa nia mbili. Uliingia peke yako kwenye huduma fulani, hata kama 4 5 wakatoka, wewe baki kwenye eneo ulilosema ninasimama. Mfano nilikuwa mimi, sio tu mara moja. Mara ya kwanza nikamwambia tena, nilienda kwa hoja hiyo hiyo, nikamwambia Mungu, kwenye praise and worship team niliingia peke yangu nakumbuka, na leo ninatoka peke yangu mimi na wewe. Nikabaki kanisani na viti, wakazima taa zote, nikasema nitafunga. Nikamwambia Yesu, natoka praise. Niliingia na wewe na leo natoka na wewe. Naondoka kwenye praise. Sio kwa namna hii ninavyoongea. Nilikuwa nalia, nilikuwa namuomba kweli, serious. Mimi ninatoka. Sijui umeniweka kwa ajili ya nini? Kwa sababu kila nikikwambia nijue kuimba sijui. Tu sababu hiyo. Kila nikikwambia Mungu nataka niimbe namna hii na niuma, sijui. Leo ninaondoka. Siwezi kuwa mcheza step tu. Sijaingia kwa lengo hilo, niliingia nataka kuimba. Mimi na Yesu tumezima. Nikamwambia kama mapenzi yako yatimie, sikuombi rehema kwa sababu nilisema maneno hayo. Nikamwambia mimi naona sio Yesu. Yule amekuja juzi kafundishwa kaelewa. Yule kaja kanipita kichwa hiki kichwa gani? Mimi naondoka, utajua wewe. Umesema utainua mawe, leta jiwe likutumikie, mimi naenda. Kwanza kuna huduma nyingine naipenda, nitabaki eneo hilo. Nakuja Jumaa kwenye ibada, neno lililohubiriwa. Kwa nini leo unaacha huduma? Kwa nini leo nataka kutoka kwenye huduma ambayo uliingia na wewe na Yesu wako? Ilikuwa ni Jumatano nilikaa kikao na Yesu, Ijumaa likahubiriwa, Jumapili taratibu nikapanda tena kwenye madhabahu kuendelea na praise. Ya pili nikasimama tena. Yalitokea tatizo kubwa ni hivyo hivyo. Kwa nini sipata hata nafasi hata ya kuabudisha tu? Kwa nini? Na ni kweli hawana kosa, sauti yangu mimi mbaya. Narudi. Ninataka kutoka. Sikio mama mchungaji, wewe Judy, unatoka. Hivi unajua hivi kabisa mtu au kitu kinakutoa. Jumapili. Na kwenye ibada mama kaongea, Pastor Freeman akahubiri kwa eneo lile lile. Jumapili nikapanda tena. Nikatambua kwamba yamkini si kuimba, lakini kuna namna uwepo wangu Yesu anauhesabu ndani ya praise.
Inawezekana kwenye vigezo vya kuimba wako wengine Yesu anataka wasimame, bado tunamtukuza, lakini anataka nipige goti kuhakikisha praise nasimama. Sikutoka, sitoki, nitaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaponitoa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali kuwa wavumilivu. Usiwe mtu wa nia mbili. Umekubali ingia miguu yote. Usiingie kushoto na kulia. Ipo siku kuna mwenzako atakuja ana kiwango kikubwa kuliko kile. Kwa sababu umeingia mguu mmoja unatoka unaachia. Unasema wenye huduma sawa wao waendelee. Kumbe na wewe ni mwenye huduma ila hujajua tu inabidi ukae namna ipi. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, kusikiliza watu baadaye ya Roho Mtakatifu. Mawili, unaweza ukashauriwa kwa uzuri. Rafiki yako akakwambia hapana, kwa eneo lile hapana. Ukaona ni ushauri mzuri na rafiki yako. Alafu kuna kushauriwa, unasikiliza sauti za maumivu za watu. Kuna yule anakufuata, mimi Judith nakufuata. Ndugu yangu wewe heri utulie. Ndugu yangu, kuna namna tujengane. Nikamwambia rafiki yangu, akanisani hapa. Ndugu yangu, pambana. Tutafuta kibali kwa Mungu, lakini pia atafuta hela. Niliongea neno hilo. Unaweza ukaliona uzuri, unamwambia mwenzio, lakini usijui Mungu ananikusudia nini. Nikitoka tu pale, nasema wewe umeokoka. Unamshauri ndugu yako kwa namna ile. Sichelewagi, narudi namwambia nilichokiongea mwenzangu nimeongea kwa akili zangu. Ukipata kibali utapata na hela. Usikubali kusikiliza sauti ya mtu. Umeingia mwenyewe, msikilize Roho Mtakatifu. Kama huna mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, rudi mwambie nifundishe kukusikia. Basi mbinguni tutaenda. Lakini leo kimsikiliza Judith, kumbe nilikosea, afu Yesu ameniambia nikatengeneza, kesho nimesafiri. Umebaki. Nimetubu kule. Namwambia afu Yesu namna ya kurudi siwezi. Kutana naye, afu ukote aliyekutana naye mwenyewe mgumu kalishikilia la kwangu. Utapotea. Ni kweli nitaadhibiwa, lakini na wewe utaadhibiwa kwa sababu ulikubali kumsikiliza mtu badala ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tunapishana na baraka zetu kwa sababu tu ya kumsikiliza fulani au kuangalia walioshindwa. Kuna msemo wa kawaida unasema usijifunze kwa aliyeshindwa. Unaenda kwa mtu huduma alishaachaga, hata uimbaji alishaacha, ana chochote anachokifanya. Ndio nakawa namwambia ndugu yangu, nipo kule, kesho tunaenda studio mama. Hii sauti yenyewe ndio naona. Unaanza kumwimbia mbele, unaionaje? Anamwambia pumzika. Kaendelea kufanya mazoezi. Na kesho mnaenda studio. Na kweli ukiangalia rafiki yako tena ukute na kilo chake kimekuwa kuliko cha kwako. Unasema afu ukute anaongozwa na Roho, naweza nikaenda nikawa msindikizaji tu kule. Kumbe hapana, ile siku unamsikiliza mtu ndio siku Mungu aliandaa ukaimbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusikubali kumsikiliza mtu. Msikilize Roho Mtakatifu, ndio ana majibu ya kila unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Twende ya mwisho, nasema ili uwe na msimamo kubali. Ya kwanza ilikuwa ili uwe na msimamo kataa. Tuko hapa kwenye ili uwe na msimamo kataa, tuongezea tatu ya mwisho, kubali usikubali au kataa kukata tamaa. Yaani ili uwe na msimamo, kataa kabisa hali ya kukata tamaa. Ikataa hiyo hali. Hata inaposimama mbele yako, kuna namna unachoka, unaona nimeomba sana, nimevumilia sana, nimekulingana Kristo, lakini nimechoka. Usikubali kukata tamaa. Ukiona kuna wakati kuomba ni ngumu, ibaki tu kusema Yesu mapenzi yako yatimizwe, lakini usitoke kwenye mstari wa Mungu ambao amekuandikia upite. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye ili uwe na msimamo kubali. Moja, kuwa wewe ni wa Kristo katika hali zote. Ili uwe na msimamo, ili uweze kufanya namna alifanya Paulo mahali hapa. Anaambiwa baki mwalimu, baki kiongozi au baki mchungaji. Anawaambia sio tu kufungwa ila hata kufa. Kwa hiyo hata wewe leo kubali kwamba wewe ni wa Kristo katika hali zote. Paulo alijua iwe watanifunga wasinifunge, mimi ni wa Kristo. Watanipiga wasinipige, mimi ni wa Kristo. Wataniua wasiniue, mimi ni wa Kristo. Siwezi kukimbia. Kama ni wa Kristo kuitangaza injili niko ndani yangu. Yaani kubaki au kufa, mimi injili lazima iende. Na wewe leo kubali ya kwamba wewe ni wa Kristo katika hali zote. Usiangalie hili wala lile. Usiangalie jaribu au nyakati ngumu unazopitia, ila kila wakati ya kwamba wewe ni wa Kristo katika hali zote. Lakini ya pili ni kumsikiliza
na kama haumsikii, kumwambia au kujifunza kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kuna namna tulifundishwa na baba hapa, akasema kuna namna nyingi Roho Mtakatifu anasema. Akasema hata nyimbo ya Born Again inasema mahali hapa, Roho Mtakatifu ana njia nyingi za kusema kwa mawazo. Sio kwamba asemi na sisi, ila hatujampa nafasi ya kumsikiliza. Inawezekana tunajua au hatujui, ni kumwomba atusaidie kuitambua sauti yake anapozungumza na sisi. Kuna namna inakuja tu kama wazo, unadhani umewaza, lakini ndio Roho Mtakatifu amezungumza na wewe. Lakini ya tatu ni kutii mchakato utakaopitia katika kile unachokiamini. Kutii na kukubali mchakato utakaopitia katika kile unachokiamini. Ili uwe na msimamo, ni lazima tu ubaki kwenye mchakato. Ukubali kulipa gharama zote. Ukubali kuadhibiwa, kutengwa, kukosa kitu fulani, kutengwa na ndugu, jamaa au marafiki, wakati wengine na wazazi. Kutengwa hata ndani ya kanisa. Kuna muda unaona nilioambatana nao, siambatani nao tena. Hapana. Ukisikia amani ndani, ujue Mungu ameruhusu. Kuna namna nataka kutofautisha kwa viwango vingine. Ni kukubali mchakato ambao yeye anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hitimisho inasema Paulo alikubali hata kufa kwa ajili ya Kristo. Pia sisi leo lazima tukubali kuwa na msimamo katika hali zote, kwa kuwa tumeamua kumfuata Kristo. Kwa namna yoyote, ujiamini tu, useme mimi ni wa Kristo. Kuna namna hata kazi za mataifa tunazishinda kwa kujua ya kwamba mimi ni wa Kristo. Kama ni wa Kristo, sitakiwi kuwa namna hii. Unarudi kwenye msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kukubali shida au mateso. Sio wakati wote tutapitia tu raha. Kuna wakati Yesu ataruhusu majaribu ili ajenge msimamo wa imani ndani yetu. Lakini wakati mwingine sio kwa namna ya unyonge isiyompa Mungu utukufu, ila ikibidi hata wengine wakubeze na kukutukana ikiwa umesimama kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini kingine, kubali kuonekana ufai kwa wanadamu, lakini ukaonekana unafaa kwenye ufalme wa Mungu. Kingine, ikibidi kubali kufa kwa ajili ya Kristo. Sio tu useme ni haya yatapita. Kuna wakati itasimama, utaambiwa unakufa kwa wewe si ni wa Yesu, tunakuua. Tutasemaje? Mimi sijui. Nitasemaje? Ninajua na Roho Mtakatifu ndani nini ambacho nitakisema, lakini nimesema ikibidi kufa kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mpende na umuishie Kristo katika hali zote, maana ndivyo itupasavyo. Ishi katika neno hili. Wafilipi sura ya 1 na mstari wa 21 anasema, ile anayozungumza anasema Paulo, kufa kwangu ni Kristo, ni kuishi kwangu ni faida, ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuishi katika neno hili. Ubaki ufe, wewe ni wa Kristo. Utabaki kwa ajili ya kazi ya Mungu, utalala katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu atubariki. Karibu baba. Jamani, makofi mengi kwa Bwana Yesu. Makofi mengi kwa mwinjilisti Judith. Tumebarikiwa sana kwa kweli kwa somo zuri sana. Kipi kinaondoa msimamo wako kwa Yesu? Kwa hayo mahubiri machache, hebu mgeukie mwenzako mwambie, kipi kinaondoa msimamo wako kwa Yesu? Je, ni fedha? Je, ni mali? Je, ni ndoa? Je, ni mchumba? Kuna wengine wanakimbia kanisani kisa mchumba. Amekuvuruga dada wa watu, unaona mahali pekee pa kukimbilia ni kwa Mwamposa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuwa na msimamo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa Tanzania jamani, kuna makabila kama 2 au kama 3. Wana misimamo. Watu wa kwanza ni Wakuria. Wakuria wako wapi? Wale kule. Wana msimamo. Wana msimamo. Watu wa pili Waha. Waha wana misimamo bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jifunze kuwa na msimamo katika Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Dunia hii ina majaribu mengi sana, lakini usipokuwa na msimamo na Yesu wako, nataka nikwambie huwezi ukafika kwenye safari ya kwenda mbinguni. Hata uombe vipi, majaribu yatakuja. Yaani kuna mtu mwingine anafikiri akiwa kwa Yesu majaribu huwezi kuyapata. Yaani tena ukiwa kwa Yesu majaribu ni kama yanafunguliwa. Wewe siku tu ujikae hivyo unasema leo Bwana Yesu, sitaki kukwazana na yoyote. Na baki hapa hapa nyumbani, mke wako ataanza kukujaribu. Haujakaa kidogo baba ataanza kukukwaza. Tena unasema baba niache leo nataka namtaka Bwana leo. Usinikwaze. Kama sio baba, kama sio mke, watoto. Majaribu yapo. Lakini kitacho kufanya uweze kuvuka na kusimama ni kuwa na msimamo na Yesu. Na kuwa na msimamo jamani, lazima ulipe gharama. Ngoja niwaambieni, kuna dada mmoja aliweka msimamo. Tunaonaga hapa tunaombeaga hapa watu wanapata kazi. Kuna binti mmoja akapata kazi. Ameokoka vizuri, anahubiri kama Judy. Tunakuombea utapata kazi vizuri. Akaingia ofisini, binti wa kilokole. Kwanza anaingia kwa mikwala shakatala mandara baba shakata. Lile bosi likamwangalia likasema huyu ajui huyu. Basi bosi akakaa akamwambia sikiliza. Ukitaka nikupandishe cheo na mshahara uwe mkubwa, lazima nitembee na wewe. Bosi akawa anamwekea dola tu. Hebu mwambie mwenzako unazijua dola wewe? Leo una msimamo kwa sababu unapata chenchi. Ila kuna kiwango ukifika unapata dolari. Unaitaka dolari Dada watu wanamwagiwa dola tu. Akana msimamo. Sasa anaogopa kumwambia maneno magumu yule baba kwa sababu ni bosi ambaye amemwajiri. Sio kama mnanielewa hivi. Bosi amempenda binti ameokoka. Mwisho wa siku katolewa out siku moja, yule bosi akamwambia, "Hivi wewe mbona unielewi? Nimekuongezea mshahara uko unalipwa 800,000, mimi nakupa 500,000. Kwa nini unielewi? Hebu niambie, kwa nini unielewi?" Amekaa naye sasa, binti amekaa naye hivi. "Kwa nini ule? Wapo hotelini." Binti akapata hekima, ufunuo, lakini sijajua kama ulitoka kwa Mungu. Akasema, "Baba, mimi ningekukubalia lakini mimi ni mwathirika wa ukimwi." Jamaa akasema, "Mbona mimi nimeathirika muda mrefu wewe?" Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, "Mbona hilo tatizo dogo? Mimi nimeathirika huu mwaka wa 15. Na ngoma inadunda kama kawaida. Tunapiga sio kutumia vidonge. Sisi tunachoma sindano hii moja. Daktari yupo hapa. Moja tu sindano. Unakaa miezi mingapi daktari? Miezi 6 miezi 6. Wewe unamwona mtu kajazia na nini, ana kifua kizuri, anasema, jamani kaka watu mzuri. Kumbe ana sindano. Bwana Yesu asifiwe. Unamwona ana shape nzuri, kwa kweli dada ana shape. Kumbe shape ya sindano ya miezi mingapi? 6. Mnanisikia nyinyi vijana nyinyi? Hamtasema amina. Maana wengine tayari mlishaanguka hata kupima mkupima. Jamaa anasema, "Bwana sasa mimi na ukimwi. Kwa hiyo hilo sio tatizo." Yaani baada ya kuambiwa kwamba na yule kumbe ana ukimwi. Nataka nikwambie alipotoka pale hakurudi tena. Alimwambia mchungaji, nashukuru uliniombea nimepata kazi. Lakini hii kazi nataka kunipeleka jehanamu ya moto. Sasa ninachofanya sina ujasiri wa kukabiliana na yule baba. Maana inawezekana asije akanitengenezea mazingira kuja kuniua. Akavunja ile line ya simu. Yaani hakupatikana kuanzia siku ile. Na kazi ilibidi aitoe sadaka moja kwa moja. Lakini ni nini? Msimamo. Geukie mwenzako mwambie kuwa na msimamo. Mwambie kuwa na msimamo. Kuna mwingine kacholewa kuolewa hapa sema, mimi yoyote tu akija. Mimi naona siku hizi tena mabinti wengi sana wa Kikristo wanabadilishwa dini. Vipi asema, ndio hivyo tena, nimekaa kanisani sijaona nani, vijana wananiona tu kama mimi bibi na nini. Kwa hiyo nimeona isiwe tabu. Hata Mwalimu Nyerere alisema, ili ni taifa lililo huru, sio taifa la dini. Unapotea. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo jitahidi uwe na msimamo. Mungu akubariki sana mhubiri. Mhubiri neno zuri sana limetubariki sana kwa habari ya jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe
Inatokea kuna mtu anakuambia hama kanisa, baraka zako umezipatia kanisani hapa hapa. Tena ulikuja hapa ulikuwa choka mbaya, sura yako ilikuwa haieleweki. Mungu amekutokea, umepata muujiza, Bwana amekupa mke, Bwana amekupa kazi, biashara. Leo natokea mtu ambaye hana mbele, hana nyuma, anakushawishi. Baada ya kuwa na msimamo, unarudi nyuma. Hebu mgeukie mwanza kuombe, kuwa na msimamo na Yesu wa magorofani wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Geukie tena mwingine mwambie, kuwa na msimamo na Yesu wa magorofani. Yaani hata kama wengine wote wataondoka, lakini wewe baki. Baki. Na mimi nasema hivi, kama unaondoka kwa misimamo yako mingine, sio misimamo ya madhabahu, safari yako haina mwendo mrefu. Nazungumza hapa, najua kwa sababu duniani jamani makanisa yamechafuka. Sio kila kanisa la kusali. Sio kaliona kanisa limepambwa vizuri ukasema hapa ndo kwenyewe. Kumbe watu walishajifia kiroho siku nyingi. Na ukiingia hapo kwa sababu na wewe mwenyewe kiroho chako iko cha kuboost hapa, ndo kabisa unaenda kufia huko moja kwa moja. Mungu atusaidie tusimame kwa miguu yetu. Diana, unaenda shule, kuwa na msimamo wa Yesu wa gorofani. Nasikie usiende ukasema jamani nipo mbali huko naweza nikajiachia. Kuwa na msimamo na Yesu wako. Amen.